Naibu Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Mahmud Musa Wadi amewataka mashehe wanaofungisha ndoa kufuata taratibu za kisheria ili kuepuka kubeba dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ameyasema hayo katika ufunguzi wa mafunzo ya ufungishaji wa ndoa yaliyofanyika katika ukumbi wa Masjidi Jamiu Zinjibari Kiembe Samaki, wilaya Magharibi B, Unguja. Amesema kuwa suala la ufungishaji wa ndoa sio jambo jepesi, bali linahitaji kufuata taratibu zote za kisheria za Kiislamu. Aidha, Sheikh Mahmud amesema mafunzo hayo yana lengo la kutoa taaluma ambayo itawasaidia mashehe wanaofungisha ndoa kuongeza maarifa na kuondosha matatizo katika jamii, pamoja na kuwataka kuwa na subra katika kipindi chote cha mafunzo hayo, kwa sababu haya ni mafunzo maalum ya usimamizi wa ndoa. Huko umesoma ndoa, ikitokea hii talaka, ikitokea hii ndoa imesimama, haijasimama, hapa batili, hapa. Hayo tumesoma zamani, lakini sasa tunasoma namna gani kuisimamia ikasimama kwa njia ya usahihi na kila mmoja akapata haki yake kwa usahihi. Hili jambo si jepesi. Unapobeba dhamana hii ya kufungisha mkataba huu mzito kama alivyotaja Allah na wenzangu wameshazitaja aya, uwe unasimamia jambo kubwa, inahitaji ifuate taratibu zote za kisheria. Alitaja baadhi ya mambo, kinyume yake mzigo huo utabeba wewe. Ndio maana serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia kitengo kinachohusika ikasema hili jambo si jepesi, ni lazima tulipatie mafunzo, anayebeba ajue uzito anaoubeba. Kwa upande wake, mkurugenzi wa fatwa na utatuzi wa migogoro Sheikh Hamis Haribu amesema ndoa ni fungamano lililo madhubuti, hivyo kwa kutambua hilo wameona ipo haja ya kutoa mafunzo kwa wanaofungisha ndoa, ambapo wamewataka kuzingatia mambo muhimu wakati katika mafunzo haya. Mafunzo muhimu, mafunzo ya usimamizi ndoa, ndoa ambayo kama inavyojulikana fungamano lililo madhubuti. Kwa kuwa ni fungamano madhubuti, matayarisho yake yanatakiwa yawe madhubuti. Maana ofisi baada ya kukabidhiwa tu jukumu hili takriban miaka mitatu iliyopita, basi iliona kuna umuhimu mkubwa sana kwa mashehe wanaofungisha ndoa kupatiwa mafunzo ambayo yatakayowawezesha kufanya vizuri katika kazi hii ya ufungishaji wa ndoa, lakini pia kuweza kuepuka matatizo, migogoro mbalimbali ambayo inayoweza kutokea ikiwa ndoa hizo zitafungwa bila ya kuwa na elimu. Na wakufunzi wa mafunzo hayo walikuwa na haya ya kuzungumza. Leo hii katika moja ya migogoro ambayo wanasababisha baadhi ya wanaoshindwa kutumia utaratibu wa kisheria katika dini, wanasababisha migogoro katika jamii, mpaka siku inafika ndoa inafungwa, shehe anaozesha hajui shahidi ni nani, hajui mahari ni kiasi gani, hamjui walii ni nani. Akichunguza msikitini utakuta baadhi ya wakati anafika shehe kaliko kwa simu, nafika pale mmoja kishachelewa, pengine kakosa jamaa, pengine kwa dharura, lakini hamjui walii ni nani. Aulize pale,
wajibu wapya, wali atafutwe ndo aletwe. Hapo nani? Anatoa majina kwenye kibemo pa bebe. Sasa je, akiwa yule sie nafanya nini pale? Sababu kuna jamii ambayo haifahamu maana ya wali. Imo katika jamii. Hawafahamu maana ya wali. Wali wangu mjomba yule, wali wangu yule fulani aliachiwa kaka yangu pale mama huyu. Yashakukuta hayo tayari sala ya alasiri au isha, na wewe ushapoteza muda wako kwenda mpaka pale, unafika walini mjomba. Unafanya nini? Unahairi kuozesha. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.